Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa hivi tumefika kwenye kile kilele cha kukabidhi zawadi kubwa ambazo ni za mshindi wa tatu, wa pili na wa kwanza. Na alhamdulillah, kama Said alivyosema, Said yeye ni mlezi wa jumuiya hii ya Al-Muhajir, taasisi ambayo ni foundation. Yeye ni mlezi na imamu mkuu na msikiti wa Kitumbini, na ndio aliomba eneo la kufanyia mashindano yake na akakubaliwa na amelifanya. Lakini alhamdulillah, wale tuliohudhuria mwaka jana tumeona tofauti kubwa ya mwaka jana na mwaka huu, na inshallah tunamuombea Mwenyezi Mungu ampe afya na siha ili ayaone mashindano haya yakiwa moja katika mashindano makubwa ya tajwidi nchini na duniani inshallah. Allah ampe afya, tuzidi kumwombea. Angalau mwenyewe anasema yeye ni mwalimu wa idadia na hajafika thanawi, lakini sisi tunajua ni zaidi ya kulia inshallah. Kwa ndugu zangu watakaopata hizi zawadi, na wapa usia kidogo. Ili jambo umepewa kwa ajili ya fadhila ya Qur'an, ni kama urithi wa kanzu ya baba yako, unaitunza. Ili umepata kwa Qur'ani, ringa nayo. Yani hata shida ikiwa vipi usiuze. Yani utaona faida yake kubwa, kwa sababu yule aliyetoa kaitoa kwa ajili ya Qur'an, wewe uliyeshinda umeshinda kwa ajili ya Qur'an. Kwa hiyo inshallah Allah asikujalie ukapata shida ukaiuza hata siku moja. Mshindi wa tatu atapata pikipiki pamoja na 50,000 ili asije akakosa petroli. Mshindi wa pili atapata 100,000 ya mafuta na pikipiki. Mshindi wa tatu atapata 200,000. Mshindi wa kwanza atapata 200,000 pamoja na pikipiki yake, ataondoka nayo pamoja inshallah. Wadhamini walitamani sana kufanya makubwa zaidi ya haya, lakini inshallah tunawaombea mwakani watoe zaidi ya hicho walichokitoa inshallah. Mshindi wa tatu ni ndugu yetu Muhammad Kimanja kutoka Dodoma. Takbir. Said, ndio mkabidhi funguo na bahasha. Na bahasha yake. Said Ahmed anataka mwenyewe Muhammad amkabidhi mwenyewe. Cheti chake Bwe na cheti chake hicho. Kukilia naye petroli kwenda Dodoma. cheti chake. Cheti zako ni hizo. Takbir. Ndo kama majaji mwanzo waliposema, walisema unaweza ukashangiliwa sana, lakini huku kuna pointi zao wenyewe wanajua. Maanake mimi na wewe tungeambiwa kuchagua, tungechagua watu kumbe sio. Lakini tuachie wenyewe wenye ujuzi wa Qur'an, wanaojua kosa na nini na mali. Mshindi wa pili ni ndugu yetu Bilal Uthman kutoka Dar es Salaam. Takbir. Huyu alimaliza akaunyanyua msikiti mzima. Alimaliza mpaka mimi nililia katika na matoka. Allahu Akbar. Mungu ambariki. Amin, amin. Huyu wa kwanza ilikuwa lazima ashinde huyu, kwa sababu katoka kwetu, katoka mbali, katoka kwenye kuasisi ya ilmu za dini zilizotoka hapa kwetu, zimetokea huko kwetu huko. Naye si mwingine, maana hata Bismeti babake alikwenda huko huko, Abdullah Kombo kutoka mkoa wa Tanga. Takbir. Tanga hiyo. Hakuna mtu atakayepinga kama mkoa wa Tanga ndio mkoa wenyewe bwana. Kwa Kiswahili, kwa dini, kwa elimu ya shule, kwa kila kitu. Ndio wa kwanza huyo. Saidi angalia kule.
bahasha yake ya mafuta mpaka Tanga. Usipande gari. Usipande raha leo. Lakini mimi nilikuwa nataka kutoa zawadi Said. Mimi na zawadi Kidogo mimi nataka nimpe zawadi mtu Said. Nataka nimpe mtu zawadi. Katika hapa watu wote walikuwa natunza hapa. Mimi hata sikunyanyuka kutunza. Lakini kuna huyu mtoto mnyanyuka. Njoo. Huyu bwana alikuwa anatunza shilingi 500. Allah amkubali na mimi nataka nimtunze yeye sasa. Allah amjalie ipende Qur'an. waite wote sasa. بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين طيب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
لا إله إلا الله. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله Mtazamaji, kama unavyoona mshindi wa kwanza, mshindi wa pili na mshindi wa tatu katika mashindano ya Qur'ani Tajwidi mwaka huu wa 2023, Mohamed Kimanja, yeye ni mshiriki, anatoka katika mkoa wa Dodoma. Kuna Bilali Osmani, kuna huyu mmoja ametoka katika mkoa wa Tanga ambaye yeye alikuwa mshiriki wa mwisho lakini amekuwa ni mshiriki wa kwanza. Mpenzi mtazamaji, mfadhili aliyetoa zawadi hizi kama unavyoona anakabidhi mwenyewe, mfadhili anakabidhi. Mshiriki anapanda. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi. Kwa jina naitwa Abdallah Kombo kutokea Tanga, Shamsul Maarif. Furaha yako kupata zawadi? Nashukuru sana kwa kweli, wallahi nashukuru sana, nataka kusema kwa ile furaha. Nimefurahi sana. Mwenyezi Mungu Unatoa wito gani? Vijana kama wewe. Kwa vijana natoa wito kwamba wapambane katika jambo hili la Qur'ani, wasikate tamaa. Kwa sababu mimi nimeanza siku nyingi pia kunani, lakini inshallah. Mara yako ngapi? Kama mara ya 4 hivi. Mashaallah. Hapana. Ndio mara kwanza. Hii mara ya pili. Hii mara ya pili juzi hapa Juma zilizopita hapa nilikuwa mtu wa kwanza kule Magomeni, kulikuwa na mashindano. Hii mara ya pili. Lakini kabla hapo nilishinda kama mara 5 nyuma mara 4. Sharifu, unatoa wito gani kwa vijana? Maana vijana huwa Qur'ani wanachukulia kawaida, siku hizi zawadi zinakuwa kubwa. Hebu wape ushawishi vijana. Wito ni uzuri sana, lazima watu wakumbushwe, hasa kwa vijana. Vijana wamewacha sana Qur'ani, na Qur'ani ni kitu kile muhimu na ndio kiongozi wa mambo yetu yote. Maana Qur'ani ndio dawa yote, maradhi yote. Kwa hivyo tunamwambia vijana ndio uongozi. Wakisoma Qur'ani ndio maadili yaliyo ndani ya Qur'ani, sababu maadili hakuna tena. Lakini wakishika Qur'ani na kuhifadhi Qur'ani na kusomesha Qur'ani, basi watarudi katika maadili mema na mazuri. Hayapatikani maadili mema na mazuri ila katika Qur'ani, na kuisoma Qur'ani na kuifahamu Qur'ani. Kwa hivyo wote warudi katika kuhifadhi Qur'ani na kuisoma Qur'ani na kuijua Qur'ani na kuifahamu Qur'ani. Mpenzi mtazamaji, Qur'ani ndio maadili, Qur'ani ndio kila kitu, kama mnavyomsikia Sharifu hapa akitoa fafanuzi. Mshindi wa pili naye huyu ni Bilali Osmani. Bilali Osmani anakabidhiwa zawadi na mfadhili. Fungulia. Bilali afu. Fungulia habibi. Hapanda kabisa. Takbir. Yake ni hapa. Yote ni moja tu, nipo. Pande tu. Wewe para tu kwanza. Mada pande. Ndio na kuangalia tutambulisha jina lako. Tambulisha. Anaitwa Bilali ibn Uthman ibn Ramadhan.
tukio la leo hili? Na furaha sana, nimefurahi sana kuwa mshindi wa pili. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mara yako kwanza, mara yako ngapi labda umeshiriki kupata ushindi kama hivi? Ndio mara yangu ya kwanza kushiriki na kupata ushindi. Mpenzi mtazamaji, ndio mara yake ya kwanza kushiriki. Una swali lingine? Kushinda huyu. Kubali kutoka sasa. Kubali kutoka sasa. Au fanya bidii. Umekubali? Mimi nawashauri wasikate tamaa, wazidi kupambana, bali wazidi kuisoma tu Qur'ani inshallah. Wapenzi watazamaji, tunaenda kwa mshindi wa tatu. Mshindi wa tatu aje apewe hapa. Huyu anatoka katika jiji la Dodoma, atajitambulisha mwenyewe. Dodoma huyu. Tia funguo wako kabisa. Jina lako na furaha gani kwa tukio la leo hili? Naitwa Muhammad Eid Kimanja. Mimi ni mshiriki kutoka Dodoma. Na mashindano haya ni ya kitaifa, ni kwa mara ya kwanza kushiriki na alhamdulillah Mungu amenipa nafasi ya tatu. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Amen. Ndani yako. Ulishawahi kushinda huko au ndio mara yako ya kwanza kushiriki na kushinda? Ni mara yangu ya kwanza kushiriki haya ya kitaifa na kushinda. Alhamdulillah. Unatoa wito gani kwa watu ambao wanachukulia Qur'ani kitu cha kawaida? Wito watu wa Qur'ani si kitu cha kawaida. Qur'ani ni kitu ambacho kinahitajika kila mara kisomwa, kama ilivyo wenyewe Qur'anun, inatakiwa inasomwa mara kwa mara. Kwa hiyo kwa vijana wenzangu wazee, isome Qur'ani sana. Qur'ani haina mwenyewe, Qur'ani ni ya Mungu. Mpenzi mtazamaji, Qur'ani haina mwenyewe, Qur'ani ni ya Mungu. Lakini tunaye hapa mmoja kati ya wadhamini ambao walitoa hizi pikipiki, ziko 3. Yako mengi ameahidi, ana lipi la kusema? Angejitambulisha mumjue na mumuone. Karibu. Hata kujitambulisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina almaarufu bin Sumeti, mimi ni msaidizi wa Imamu Mkuu Said Ahmad katika haya mashindano, na ni ndugu yangu huyu, na pia ni msaidizi wa mdhamini wetu mkuu na ni shemeji pia wa mdhamini mkuu Muhammad Ibrahim Muhammad. Kwa hiyo tunawapa almaarufu Buye, tunawapa hamasa watoto wazidi kushirika. Yajayo mwakani ni makubwa zaidi kuliko haya. Kuna na umra na kuna magari, kwa hiyo tunawahamasisha. Kwa hiyo inshallah wajifue watu mashindano ya Al-Muhajir, ambao mlezi wake ni Said Ahmad na mdhamini mkuu ni Muhammad Ibrahim Muhammad, na mimi ni msaidizi wao, yakiongozwa na nani? Boke almaarufu Boke. Inshallah basi tunawahimiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakati. Watazamaji wapenzi, kama mlivyosikia, yajayo yanatisha, yameahidiwa magari, kuna safari za umra, kuna vitu mbalimbali. Ni mashindano ya Qur'ani ya tajwidi katika jiji la Dar es Salaam, ambayo yamefanyika leo katika msikiti huu wa Kitumbini ulioko katika jiji la Dar es Salaam, maeneo ya Kisutu. Kama mlivyomsikia mdhamini mwenyewe ambaye ametoa pikipiki 3, kila pikipiki naambiwa ina thamani ya shilingi 2,208,000. Mbali ya hizo, washiriki wote wamepewa bahasha na wamepewa kila kitu. Ni mimi Saim Mgwao ambayo naripoti kutokea hapa katika msikiti huu wa Kitumbini katika jiji la Dar es Salaam, nikiwa na mpiga picha wangu Arkas, huyu mkurugenzi wa Arkas TV, moja kati ya online matata sana katika ulimwengu wa kidigitali, naweza nikasema online ambazo zinaongoza. Kwa hiyo hatuna la ziada zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na leo ikiwa Ramadhani ngapi jamani? Leo 27. Wanasema 27 kwa 27 kwa 28 au 27 kwa 28. Sina cha ziada zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.